Maji karibu kwa takriban dakika 30 tukufahamishe kwa kina zaidi. Watu watatu wameuliwa na wengine wakiwemo polisi na wanahabari wakijeruhiwa baada ya genge la wahuni kuvamia wakazi waliokuwa wakiandamana. Wakazi hao wanapinga mipango ya serikali ya kuhamisha kutoka ardhi iliyotengwa kwa mradi wa dhahabu yenye thamani ya mabilioni. Vifaa vya kazi vya wanahabari vikiwemo kamera vilivunjwa na wahuni hao. Mwandishi wetu Muthoni Brenda anatufungulia taarifa za upeo wa TV47. Dhahabu hii iliyogunduliwa mwaka wa 1932 katika eneo la Ikolomani ilitarajiwa kuleta maendeleo na furaha, ila sasa hivi dhahabu hii imeleta karaha na kugeuka kuwa chanzo cha huzuni na machungu kwa wakazi wa eneo hilo. Na mapema leo wakazi hao wameonyesha uchungu huu kwa kususia mkutano wa ushirikishwaji ulioandaliwa na mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA, na badala yake wakaamua kufanya maandamano. Wakazi walielekeza hasira zao kwa shule ya upili ya Imusali ambako mkutano ulipangwa. Wakateketeza mitambo, vipaza sauti na ofisi za shule hii. Shule mnataka kujengea nani kama mnataka kutoa? Tutaenda wapi na watoto? Vijana wetu wanafanya hii kazi kupata mkate wa kila siku. Wanahabari nao waliposikia kuhusu maandamano haya, walisafiri kuelekea Ikolomani ili kuwajulisha Wakenya kilichokuwa kinatukia. Lakini walipokuwa wakipiga picha za maandamano, ghafla genge la wahuni likaingilia na kuanza vurugu. Na katika nipe nikupe kati yao na polisi, wanahabari waliokuwa wakirekodi makabiliano hayo walijipata pabaya genge hilo lilipowageukia. Katika purukushani hizi, waandishi wa habari walijeruhiwa, ikiwemo mpiga picha wa TV47 Fidel Mbaraka, mwandishi wa NTV William Akosi na mpiga picha wa KTN Mumo Munuve. Kuna vijana wametoka nyuma, walikuwa na rungu, walikuwa na panga, walikuwa na mawe, na walikuwa ahadi na vifaa tofauti ambavyo si kutambua vilitoka wapi. Wakaniattack. Kamera yangu nilikuwa nimeishika na pamoja na ile tripod ya kushikia kamera. Waliweza kukata, alikuwa aim kukata mkono wangu, lakini sasa bahati tu nikaweka kamera, wakapata kamera, so kamera yangu imekatwa. Naibu kamishna wa kaunti ya Kakamega Joyfrey Mayama amesema kuwa genge hilo la wahuni lilikuwa limelipwa na watu ambao hawajajulikana. Tunaamini kwamba kuna watu ambao wamehusishwa katika hali ya kupanga hii vurugu, kwa sababu hapo mwanzo kulikuwa na vijana wachache, lakini ghafla vijana wakawa wengi zaidi. Kazi wa Ikolomani wameonyesha kutoridhishwa na mpango wa serikali unaonuia kuwahamisha kutoka sehemu ya ardhi ambayo imetengewa mradi wa dhahabu yenye thamani ya bilioni 683. Muthoni Brenda, runinga ya TV47, Nairobi.